kuangalia maneno ya Mungu leo. Ujumbe nimesema I will not die in Patmos. Sitakufa kwenye kisiwa cha Patmo. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 9. Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 9. Nitasoma. Neno la Mungu linasema, ndio, mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Hivi wewe unayesoma, mbona sauti yako inafanana na yule ambaye ana mchungaji msaidizi wa kuhani Musa? Kuna ukaribu gani kaka? Itakuwa ndugu yangu. Haya, endelea. Anasema, nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu, ndio, ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo. Haya uyaonayo uyaandike katika chuo. Uyapeleke kwa hayo makanisa 7. Uyapeleke kwa hayo makanisa 7. Efeso, na Simina na Pergamo, na Tiatira na Sadi na Filadelfia na Laodikia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu. Yaani vazi limefika mpaka wapi? Miguuni. Miguuni. Amefungwa mshipi wa nini? Wa dhahabu. Wa dhahabu. Matitini. Matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe. Yaani nywele zake ni ifayaje? Ni nyeupe kama nini? Sufu. Kama theluji. Kama theluji. Na macho yake kama mwali wa moto. Na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana. Kana kwamba imesafishwa katika tanuru. Hebu mgeukie mwenzako, mwambie Mungu anatisha, haelezeki. Yaani hayo maelezo yote nimekuacha uelezee hapo, ni Yohana anavyoona utukufu wa Mungu. Anaelezea kwa vile ambavyo ameonyeshwa. Lakini baadaye akigeuka atashangaa tena Mungu anaonekana kwa utukufu mwingine tofauti kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ishia hapo tu, ishia hapo, maana ukienda mbele sipo napotaka nihubiri. Lakini nataka nihubiri kwa habari ya ujumbe unaosema sitafia Patmo. Patmo ni nini? Patmo ni moja ya kisiwa cha mateso ambacho kilikuwa kinawekwa watu ambao ni watukutu, watu waliovunja sheria. Katika kipindi cha utawala wa Roma, baada ya kanisa la kwanza, baada ya miaka 50 baada ya kuondoka Kristo, kulitokea mateso makali. Na maandiko yanasema wanafunzi wote wa Yesu walipitia mateso makali, na mmoja wapo alikuwa ni Apostle John. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yohana inasemekana ndiye mwanafunzi aliyekuwa mdogo katika wale wanafunzi wote, na Yohana huyu alipendwa na Yesu. Sijajua, Biblia haijaeleza kwa kirefu kwa nini Yesu alimpenda, lakini wakati Yesu yupo katika huduma, mwanafunzi huyu alikuwa ni mdogo kuliko watu wengi, na alipenda sana kukaa karibu na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yohana huyu alishuhudia mambo mengi, miujiza mingi Yesu aliyoitenda, mambo makubwa yote aliyoyafanya Yesu alikuwepo. Na inasemekana ndiyo mwanafunzi wa Yesu wa mwisho katika wale teneshara 10 na ngapi jamani? 12. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nyakati hizi miaka 50 baada ya Kristo kuondoka, Yohana alikuwa anahubiri Injili kama tunavyohubiri leo. Alikuwa anamshuhudia Yesu kama tunavyomshuhudia leo. Alikuwa anamuinua Yesu kama tunavyomuinua leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu mgeukie mwenzako, mwambie Injili haijaanza leo bwana. Tunapokuambia twende tukamhubiri Yesu, kuna wengine wanaogopa, wanafikiria tofauti, wanaona aibu. Kuna mtu mmoja niliwahi kusema, nilimtembelea kazini kwake, nauliza jamani, na mshirika wangu hapa. Akasema, mshirika? Mchungaji, kuna mshirika hapa? Niambia nani? Mtu fulani. Akasema ya. Huyu tunajua ni Mkristo tu, lakini hatujui kama ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaficha wokovu wao, wanaficha utumishi wao, lakini Yohana hakuficha, licha ya mateso ambayo yalikuwa yanapita katika nyakati zile. Maandiko nasema alikamatwa Yohana na akapitia mateso mbalimbali. Moja ya mateso ambayo Yohana alipitia, alikatwa mkono. Yohana alikatwa mkono.
Cha ajabu, ule mkono umekatwa, wanakuja kuangalia kesho yake mkono umerudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema unatutania wewe. Kuna wakati wakachemsha paka pipa la lami ya moto, wakamkamata kama alivyo, kwa sababu ya mateso ndani ya Kristo. Na yeye akasema siwezi kumwacha kumhubiri Yesu, nitamhubiri paka kifo kwangu. Andiko nasema wakamzamisha kwenye pipa la lami iliyochemka. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa katika hali ya kawaida akaingizwa kwenye pipa linalochemka akatoka akiwa sawa. Lakini Yohana alivyoingizwa, alivyotolewa, maandiko nasema ngozi yake ndio ilikuwa nyororo kama mtoto mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alipokuwa itoshwa, akasema huyu anatutania. Wakampeleka kwenye kisiwa cha Patmo. Na walipompeleka kwenye kisiwa kile kilikuwa kina mateso makali. Namba moja, kisiwa cha Patmo kilikuwa ni kisiwa chenye baridi kali. Kwa hiyo kama wewe umepelekwa kwenye kisiwa kile, lazima upate pneumonia, utakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio tu baridi kali, kulikuwa kuna wanyama wakali. Kulikuwa kuna simba, kulikuwa kuna chui, kulikuwa kuna dubu. Maana yake ungetupwa kwenye kile kisiwa, hata kama ungekuwa na nguvu kiasi gani, usinge survive. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kisiwa kile kulikuwa hakuna chakula, hakuna kitoweo chochote. Maana yake kama umepelekwa kule utakosa chakula, maana yake utakufa. Sasa adhabu ya mtu aliyekuwa mkorofi, walikuwa wanampeleka kwenye kisiwa kile. Kulikuwa kuna hukumu nyingi, lakini hukumu ya mwisho, wakiona wewe tumekushindwa, maana wamemkata mkono, wamejaribu kumuua, wamejaribu kumpeleka kwenye pipa lilokuwa linachemka mafuta ya moto, ametoka akiwa mzima, akasema wanatutania. Wakamkamata, wakampeleka kwenye kisiwa cha Patmo, wakiamini kwamba kutupwa kwake kule atakufa. Ndivyo hata kwako wewe wanavyokutupa kwenye mazingira magumu. Yawezekana kuna watu wamekataliwa kwenye familia zao, wamekataliwa kwenye makazi yao, kwenye biashara zao, kwa sababu tu ya kumkiri Yesu, kwa sababu tu ya kusimama na wokovu wa Yesu. Sikiliza nikwambie, wanavyokutupa kwenye kisiwa cha Patmo wakijua kwamba utakufa, kumbe ndio kwanza utakuwa hai kwa jina la Yesu. Nasema utakuwa hai kwa jina la Yesu. Nami ninatabiri kwa jina la Yesu, mapito unayopitia, hali ya mazingira ya ugumu unayopitia, hautafia kwenye hayo mazingira, hautafia kwenye hayo majaribu, hautafia kwenye hiyo njaa, hautafia kwenye hayo magonjwa, hautafia kwa jina la Yesu, hautafia Patmo kwa jina la Yesu. Tikisa mwenzako mwambie sitafia Patmo kwa jina la Yesu. Tikisa mwenzako mwambie sitakufa kwa jina la Yesu aliye hai. Sikiliza nikwambie, katika kitu mara nyingi kinachowaua watu ni maneno. Hebu mgeukie mwenzako mwambie maneno ni mabaya. Kuna watu wamekimbia kanisani kwa sababu ya maneno ya watu. Maneno tu. Huyo mtu hana ugomvi na mchungaji, hana ugomvi na kanisa, ila maneno. Maneno yanaweza kukufanya upate kazi. Ndio maana kuwa makini nini unaongea. Mtu mwenye hekima anajifunza wapi pa kuongea na wapi sipo pa kuongea. Mtu mwenye hekima anajifunza ni nani wa kuongea naye maneno haya na nani ambaye hafai kuongea maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamefukuzwa kazi kwa sababu ya mdomo, maneno. Ndio kile mwenzako mwambie punguza mdomo. Na siku zote maneno huwa yanautafunaga moyo. Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo, maana hapo ndipo chemchemi ya uzima inapotokea. Sasa sikiliza, Yohana hakusikiliza maneno ya watesi wake, hakusikiliza maneno ya watu waliotaka kumuua, ila alimjua Mungu wake anayemtumikia. Pamoja na kwamba alipelekwa akiwa peke yake kwenye kisiwa, lakini sikiliza, kimwili haikuwa peke yake, lakini kiroho hakuwa peke yake. Hata wewe kwenye matatizo yako, hata wewe kwenye changamoto zako, unaenda kimwili peke yako, lakini kiroho upo na Yesu kwa jina la Yesu. Upo na Yesu kwa jina la Yesu. Upo na Yesu kwa jina la Yesu. Wapo wapi watu wanaosema sipo peke yangu kwenye shida hii, sipo peke yangu kwenye matatizo haya? Haleluya! Mwambie mwenzako sitakufa kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe.
Sikiliza nikupe ushuhuda. Asubuhi nilitoa ushuhuda wa dada mmoja wa miaka 55 aliyekaa bila kuolewa na akatunza bikira yake tangu udogo wake mpaka ukubwa wake. Hebu mgeukie mwenza kwambia, upo salama kweli wewe? Tukianza kufanya msako wa Kiebrania utapatikana au utapatikana? Yaani kuna mwingine amejichekeza, mchungaji sasa mimi nimeambiwa na lolote na liwe tu nitatubu. Sikiliza, hatujaletwa duniani tuoe na kuolewa tu. Yaani ukiishi hapo utafeli. Tumeletwa duniani kuna kusudi la kimungu. Haijalishi umechelewa, haijalishi umewahi, lakini lipo kusudi la Mungu analotaka ulifanye. Na hilo ndio la maana sana kuliko hayo mambo mengine. Nashangaa siku hizi watu wanachanganyikiwa kabisa. Yaani mtu anakunywa sumu kisa tu kuna jamaa alikuwa amemchumbia, anataka nini sijui hivi na hivi, mwisho wa siku anataka kujiua. Hebu mwambie mwenzako usife kwa ajili ya boyfriend. Na bahati mbaya, haya huyo boyfriend mwenyewe ana hela? Hana. Kwa hiyo wewe unajipeleka unajirestisha, alafu boyfriend mwenyewe hata hela nini? Hana. Sikiliza, nataka nikupe ushuhuda mwingine huu. Achana ushuhuda wa asubuhi. Kwa habari ya kwamba sitakufa katika kisiwa cha Patmo. Na tunaposema Patmo, maana yake Patmo inaweza kageuka kuwa ni jaribu unalopitia. Patmo inaweza kageuka kuwa ni magonjwa unayopitia. Patmo inawezekana ni msukosuko pale kazini unaopitia, iwe kwenye biashara, iwe kwenye kazi, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye huduma. Yawezekana ikawa ni Patmo yako. Lakini nataka nikutie moyo, hautafia mahali hapo. Haupo peke yako kwa jina la Yesu. Yupo Mungu anayetembea na wewe. Hata kama ukigeuka nyuma unaona maadui, ukiangalia mbele hauoni njia. Nataka nikwambia katika ulimwengu wa roho ipo njia inayoonekana ambayo Bwana ameifunika, hata maadui zako hawaioni kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna dada mmoja alikuwa ipo affected na ukimwi. Unajua ukiwa kwa shetani unaweza ukajiachia, si ndio? Lakini baadaye akaokoka yule binti. Na alivyookoka maneno ya kanisani wakasema, kila kijana anayemchumbia asema, wewe ameungua huyo wa moto mwanangu. Hebu mgeukie mwanzo kwambia, acha umbea wewe. Na wakuta anayeongea ni mtoto wa kiume mwenye ndevu zake za kuhesabu kabisa. Jana naye kaungua. Yule dada nampenda, alichokielewa alishika tu Zaburi inayosema hivi, amenisamehe makosa yangu yote na ameniponya magonjwa yangu yote. Ukitaka kumjua Mungu usiongeze maelimu mengi, utamjua Mungu. Wewe muelewe Mungu kwa lugha hiyo ya kawaida, alafu utashangaa imani inayotenda kazi ndani yako itakuwa ni ajabu. Akalishika hilo neno pamoja na kwamba ameathirika, lakini akasema, Bwana, katika nyakati zile nilikuwa ni nyakati za upotofu, nilijiingiza katika hayo maeneo, nilikuwa sielewi, lakini leo Bwana nimetubu. Imeandikwa hapa, anisamee makosa yangu yote na ameniponya magonjwa yangu yote. Mimi Bwana Yesu ni mzima. Yaani anasema mchungaji, sio niliombewa, niliamini neno na nikatembea katika kuamini kwamba mimi ni mzima. Walipokuwa wananyoshia mkono kwamba ameathirika huyo, ana ukimwi huyo, mimi nikanakataa katika ulimwengu wa roho. Yesu ameniokoa, Yesu ameniponya, Yesu ameniokoa, Yesu ameniponya. Hakusikiliza maneno ya watu kama unavyosikiliza wewe. Sipingi madaktari wanafanya kazi nzuri. Hebu simama Dr. Ruben. Unafanya kazi nzuri. Mungu akubariki sana. Watu hao wanafanya kazi nzuri, wanajitoa. Ndio maana kazi yao wanaita kazi ya nini? Wito. Hivi walimu nao ni wito walimu ni wito, udaktari ni wito, uaskari nini nao ni wito kuna kazi za wito, yani hauna uwezo wa kuwalipa kwa lile jasho unaolitoa. Siku moja nimeenda, tupo na mke wangu, daktari maarufu sana. Kaniangalia, sikiliza maneno ya madaktari. Sipingi taaluma ya madaktari, mnanielewa vizuri. Lakini ukiwa katika ulimwengu wa roho kuna taarifa kubwa zaidi ambayo mbingu inakuambia kuliko daktari. Yule daktari kaniangalia akasema, mchungaji, wewe unawezekana una matatizo ya figo.
Nawaambia ni kweli, tupo na mama. What? Umri huu naambiwa na matatizo ya figo mimi. Kiukweli nilimwangalia yule bwana, anaheshimika sana, ana CV kubwa. Lakini katika ulimwengu wa leo nikasema hakuna cha figo, huyu ni muongo. Tukatoka na mke wangu tukakataa. Yaani mimi nianza kuumwa magonjwa ya figo sasa hivi. Mgeukie mweza kumbe, wewe umetamkiwa mangapi? Ukayabeba moyoni mwako, ndio maana umekonda. Watu wanasema una ukimwi, kumbe hauna ukimwi. Ni ile taarifa imeingia ndani ya moyo wako. Daktari alivyokuambia una kansa, ukaiweka moyoni. Kansa. Mungu wangu, siku zote ukija kwenye ibada hapa, Yesu, lolote linalotokea na iweka roho yangu kwenye mikono yako. Maana hauoni njia. Ukisikia kama kifua malaika anakuja, Bwana, unichukue nikiwa hai. Sisi tukakataa ile taarifa. Tukasema hakuna mwenye ugonjwa wa figo. Na hiyo figo itakufa. Yaani kama ni ugonjwa wa figo, iwe kwake, lakini sio kwangu kwa jina la Yesu. Baadaye nikaendelea. Hakuna chochote kilichotokea. Ilikuwa ni mikwala tu ya mbu. Hasa nikagundua kwamba watu wengi wakipata taarifa mbaya huwa zinaharibu mioyo. Ndio maana mtu yoyote anayetaka kuendelea akisikiliza maneno ya watu hawezi kumaliza hata kujenga nyumba. Wewe unakuta mtu yupo kwenye nyumba ya kupanga na kuja kukushauri wewe unayejenga. Utasikia mama nani? Lakini unajua ili bati ungelipiga kwa mfano hivi. Hata hichi chumba unacholala ungekiweka kwa upande wa huu. Sasa anayetoa ushauri yeye yupo kwenye nyumba ya nini? Wewe unafikiri utaendelea? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu anakupangia maendeleo na kati yeye mwenyewe ya kwake imemshinda. Ndio maana jitahidi, angalia aina ya watu wanaokushauri. Kuna wengine hata ndoa zao zimevunjika kwa sababu aina ya watu ambao wanawapa ushauri. Mtu haipo matured, anaanza kukushauri. Tena issue ya ndoa, issue ya watoto wako. Lazima uwe umeexperience vya kutosha ili nikukupa sikio mimi kukusikiliza, kuna kitu najifunza kutoka kwako. Maana kama hauna kitu chochote, nitaigaje kitu kutoka kwako ambacho mimi kitaweza kunisaidia? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu mmoja anapona hapo. Kuna mtu mmoja anapona hapo. Ndio kile mwenzako kuambia sitafia Patmo. Yule mama akakataa kwamba mimi pamoja na kwamba nilianguka nini na nini, alikuwa ni mambo ya gizani, sasa nimeokoka. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wakorintho 5:17, na mtu akiwa ndani ya Kristo ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Akasema mimi ni mtu mpya, yale ya kale yamepita, nimepona kwa jina la Yesu. Siku moja kijana mmoja akamchumbia, alikuwa ni mchungaji. Yaani mchungaji Bwana alimuongoza akasema huyu ndiye mke wako. Na alipoenda kwa wazee fulani wakasema huyu tuna taarifa zake aliathirika. Akasema Roho wa Bwana aliambia huyu ndiye mke wangu. Basi walipoenda kupima wakakuta wote wapo negative. Jina la Bwana libarikiwe. Ikani ushuhuda mkubwa. Ikani ushuhuda mkubwa. Ila kuna watu wengine hawakuamini mpaka leo. Yaani ndio nashangaaga. Yaani mpaka leo wasema bwana mchungaji alitumia tu hekima, lakini tunajua yule siku zake za kufa sio nyingi sana. Haamini kwamba Yesu anaweza kutenda yote. Hebu mgeukie mwenzako, Yesu anaweza kutenda yote. Mwambie Yesu anaweza kutenda yote. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaamini Yesu anaweza kutenda yote? Kwa hiyo kama Yesu anaweza kutenda yote, hata kama ninapitia kwenye matatizo, hata kama ninapitia kwenye ugumu, hata kama ninapitia kwenye hali mbaya, ninajua ya kwamba Yesu yupo anayeweza kunitetea, anayeweza kuniwezesha, anayeweza kunivusha katika hali niliyo nayo kwa jina la Yesu. Wangapi wanaoamini namna hii? Wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikupe sababu kama mbili tu kwa sababu ya muda wetu. Kwa nini? Why I will not die in Patmos? Namba moja ni kwa sababu Mungu yupo kwenye tatizo unalopitia. God is present in my Patmos. Yaani Mungu yupo kwenye jaribu ninalopitia. Utasoma kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 10 hadi 13, kitabu cha Isaya sura 43 na mstari wake wa 2.
utasoma kwa muda wako kwamba katika kila tatizo, kila jaribu, Mungu yupo pamoja na wewe. Yohana alionekana yupo peke yake kimwili, lakini kiroho hakuwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Yohana alipokuwa anatupwa alionekana ametupwa peke yake, lakini sikiliza, katika ulimwengu wa roho hakuwa peke yake. Ndivyo hata wewe pia. Kuna wakati unaona ndugu wamekuacha, kuna wakati unaona marafiki wamekuacha, kuna wakati unaona wazazi wamekuacha, lakini nataka nikwambie, haupo peke yako kwenye hilo jaribu, haupo peke yako kwenye hilo tatizo, haupo peke yako kwenye huo msiba. Kiroho upo pamoja na Bwana kwa jina la Yesu. Upo pamoja na Bwana kwa jina la Yesu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Haijalishi majaribu gani yaliyokukuta, lakini amini ya kwamba pamoja na yote upo pamoja na Bwana. Haleluya. Jambo la pili, kwa nini sitakufa Patmo? Kwa nini sitakufa Patmo? Kwa nini sitakufa Patmo? Sitakufa Patmo kwa sababu Patmo sio last destination yangu. Yaani sio mwisho wa hatima yangu. Sio mwisho. Wanakucheka leo upo kwenye nyumba za kupanga. Ndio maana jamani, mchungaji wenu katika vita ambayo unapambana nayo ni vita ya umaskini. Hebu mgeukie mwenzako mwambie vita ya umaskini ni mbaya sana. Mgeukie mwenzako, umaskini sio kusifiwa. Ndio maana hata nyimbo zingine wewe unaziweka pembeni. Umaskini ni mbaya. Kwa wale ambao wanakumbuka hata shuleni walikuwa wanaenda bila viatu. Ashukuriwe Mungu sasa hivi sidhani akataka kama kuna watoto wanaenda shuleni bila viatu. Lakini miaka ile, watu wametembea kwa miguu. Hakuna viatu. Mwalimu nasema uongo? Mimi nilikuwa kwenda, kuna shule moja huko nafanya zangu misheni Manyoni huko, naingia ndani. Leo 2026 hii watoto wanatembea bila viatu. Watoto wanatembea bila uniform. Ukimwangalia mtoto, ukimzumu kwa nje, unajua huyu anapitia wakati mgumu tu, ana utapia mlo. Lakini nikikaa naye wiki nzima au mwezi au miezi miwili, afya yake itarejea kwa jina la Yesu. Sasa wengine tumetoka huko. Mwambie mwenzako, wengine tumetoka huko. Shati moja unalifua, linakauka, unalipiga pasi, unalivaa, unaenda nalo shuleni. Ukimaliza unakuja unalifua, unalianika, linafuliwa tena, limeanikwa, asubuhi linapigwa pasi, unavaa vizuri. Siri ya ngata ijuae nani jamani? Nyie mjafaulu Kiswahili nini? Siri ya mtungi, mwalimu sasa si unatakiwa nirekebishe mapema. Siri ya mtungi ijuae nani? Ngata. Ni kata. Siri ya mtungi aijuae? Aijuae nani? Kata. Aijuae kata. Tupo sahihi? Kata ni nini? Kata ilitumika ni lugha gani? Ni Kingoni? Ni Kiswahili? Hii ni kata. Mbona inaitwa ngata? Ya kuchotea maji. Ile ndio ngata. Kata. Kiswahili nacho kigumu. Kwa hiyo wengine wametoka kwenye maisha namna hiyo, maisha magumu. Ndio maana sikiliza, ukiwa umeokoka, pambana na kitu kinachoitwa umaskini. Hiyo kia mwenzako pambana na kitu kinachoitwa umaskini. Eti kuna mwingine anajifariji kabisa. Nimkuta mpendwa kabisa. Kwa kweli imeandikwa kabisa, katika siku hizi za mwisho tutaacha vyote, magari, nyumba. Katika siku ile ya unyakuo Bwana atatunyanyua na wingu la malaika, nasi tutaacha kila kitu. Sawa. Lakini si afadhali wewe umeacha kila kitu?
Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, hakuna maisha mabaya kama maisha ya umaskini, na shetani huwa anamtumia maskini zaidi kuliko mtu tajiri. Unanielewa vizuri? Hata utafiti unaonyesha wanaoanguka mapepo wengi ni watu maskini kuliko matajiri. Utasema mchungaji, sasa mbona unataka utuaibishe? Huo ndio ukweli. Kwa sababu mtu akiwa hana kipato, akili yake huwa inakamatwa na vitu vingi. Yaani akikaa hivi, akipita hata mjusi, nasikia shindwa kwa jina la Yesu. Sasa yule ni mjusi tu amepita. Akipita chuchua kidogo, unaona? Biblia aliniambia chura akipita katika mazingira haya sitaolewa. Shindwa, nakataa. Jamani, ni chura tu. Hebu mgeukie mwanzo kumwambia mtafuta hela bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa na kipato wala hata una wasiwasi, unalala usingizi, hata kunguru. Mimi sangine makunguru anakujaga pale nyumbani. Kaka. Yaani napiga usingizi kama sina akili nzuri. Nikiamka namshukuru Bwana na maisha yanafanyaje? Yanaendelea. Tutakemea mambo mangapi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa kidogo kunguru, njiwa, shindwa. Hey! Ni kwa sababu shetani anatumia watu wasiokuwa na kipato, watu wasiokuwa na uhuru wa kiuchumi. Shetani anaingiza information nyingi tofauti. Lakini ukishakuwa na uhuru wa kipato, nataka nikwambie hauwezi ukawa na mawazo mengine tofauti. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani unakuwa na wazo na mipango yako safari nataka ninunue gari, safari nataka nijenge nyumba 3, safari nataka niende China. Hebu fikiria, unawaza nataka niende Marekani, nataka niende Uingereza. Hivi utawaza mambo ya kunguru kweli? Hebu mgeukie mzee akwambia utaanza kwani mambo ya kunguru? Haya, kapita tumbo hapo anagweka, atasikia. Haya, unaona? Huyu katumwa, huyu sio katumwa jamani. Hivyo ni viumbe tu. Hebu simama kwa miguu yako. Maanisha